asubuhi hii Bwana, yasimtenge bali ukamjaze kwa namna ya ajabu ule upako wa kitume na kinabii, ukatembee mahali hapa Bwana, katika jina la Yesu. Roho ya kutabiri ikashuke mahali hapa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu naenda kumtumia kwa viwango vya ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Shout amen. Amen. Shout amen. Amen. Shout amen. Amen. Shout amen. Amen. Karibu mtu wa Mungu. Karibu sana. Pema hiki. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tikisa jirani yako, mwambie kuna upako mkubwa. Kuna upako. Mwambie upako usikupite katika jina la Yesu. Fumba macho yako. Baba Mungu wa majeshi, mfalme, mimi ni mdogo sana, ninashuka chini ya miguu yako. Tazama, umenipa neema ya kusimama katika mimbali hii ya Jesus Power. Ninaomba Mungu nipe nguvu, Roho wako Mtakatifu kuhani na mwalimu akaufundisha watoto wako. Kile chakula ambacho kimeandaliwa kikawe mlango wa kutokea, kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Namshukuru Mungu jioni ya leo amenipa neema ya kusimama kwenye madhabahu hii. Nimshukuru Apostle Baba, asante kwa kunipa kibali hiki cha kusimama mahali hapa pamoja na mama. Tuna semina yetu leo, ni siku ya kwanza ambayo tunaanza na somo linasema kufunguliwa malango. Amen. Kuna mtu inawezekana huko mahali hapa malango yako yamefungwa, jioni ya leo yanafunguliwa kwa jina la Yesu. Jioni ya leo yanafunguliwa kwa jina la Yesu. Mtu mwenye njaa huwa hahitaji kuambiwa kula. Kama una njaa na unatamani kuona malango yako yanafunguliwa, natamani muujiza uwe wa kwanza kwako katika jina la Yesu. Na kama umeona wingu la mahali hapa, ni wingu ambao liko tayari kukuhudumia jioni ya leo. Nataka tuanze na kile kitabu cha Isaya 60. Isaya 60 mstari wa 11. Mtu mmoja nisomea haraka haraka. Mtu mzuri anayeweza kusoma. Patie prophet hapo Mike anisaidia haraka haraka. Kama kuna mwingine pia itakuwa ni nzuri. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Isaya 60 na ule mstari wa 11. Ndio. Maana yanasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ili watu wapate kukuletea utajiri. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Wa mataifa. Na wafalme wao. Na wafalme wao. Wakiongozwa pamoja nao. Wakiongozwa pamoja nao. Amen. Asante mtumishi. Tunaona neno hili kutoka kwenye kitabu cha Isaya. Inasema malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Watu wengi wanatembea tu duniani hapa, anapambana, anapigana huku na huku kutafuta maisha, haoni mlango wa kutokea. Hata umekata tamaa, unafikiria ni jambo gani ufanye ili uweze kutoka. Lakini iko ahadi moja tumepewa, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Sema nakataa malango yangu kufungwa. Malango yangu kufungwa. Nimeahidiwa
imeahidiwa, malango yangu mimi yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, Kwa maana unatembea kwenye hali ya umasikini kwa sababu malango yako yamefungwa. Hakuna utajiri unaoingia kwenye maisha yako. Na nielewa vizuri mtumishi wa Mungu aliye hai. Amen. Maandiko yanasema malango yako yatakuwa wazi daima usiku na mchana, ili utajiri wa mataifa ukujirie. Amen. Amen. Utajiri ili ukujirie unavutwa na malango. Huko mahali hapa malango yako yanaingiza ugonjwa tu, yanaingiza kukataliwa. Malango yako yanaingiza vitu vya ovyo ovyo. Lakini neno la Bwana linasema malango yetu yakiwa wazi usiku na mchana, utajiri wa mataifa wanatujiria. Wafalme wanakuja kwetu, watoto wetu wanakuja kwetu. Amen. Wanapokuja wanakutana lango liko wazi. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina malango yangu yako wazi, yakalete utajiri wa mataifa. Wafalme wakaujirie mlango wangu. Na kutabiria malango yako yafunguke kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hiyo roho ya kurudi nyuma, unapotaka kutoka kwenye mlango wako, kuna kitu kinakuzuia. Unatamani kupenya, kuna kitu kinakuzuia. Kwa sababu kwenye malango yako yuko adui aliyesimama kuzuia. Unaona, mtu tu hapendi ibada, mtu hapendi kwenda kwenye uinjilisti, mtu hapendi kwenda kanisani, yuko bize, anadhani malango yake yako salama, yamefungwa. Lakini jioni ya leo kwa upako mkubwa, sema upako mkubwa, tunafungua malango yako kwa jina la Yesu. Lazima malango yako yawe wazi usiku na mchana. Unapokuwa kwenye biashara, unaporudi, kuna wateja usiku wanapanga, kesho nitakuwa kwa mama Adija, kesho nitakuwa kwa mama Rehema, kesho nitakuwa kwa mama fulani, kesho nitakuwa kwa Samson, kesho nitakuwa kwa Amosi. Wanapanga kuja kwako. Hata kama unauza dagaa, malango yakifunguka, watu watatoka mbali, wanafuata dagaa kwako. Amen. Yaani akitafuna ile dagaa anasikia ladha, kwa sababu kuna upako wa kufungua malango. Amen. Ninakutabiria kwa jina la Yesu. Amen. Kaanze biashara yoyote itafunguliwa kuanzia leo. Amen. Huko mlango ambao umeachiliwa kwako katika jina la Yesu. Amen. Kuna ndugu zako matajiri hawakusaidia. Naliatumia ndugu yangu tajiri na magari. Mimi dada yangu amesoma, yuko sehemu fulani. Halafu maisha unayoishi hayafanani na vile unavyosema. Hayafanani na ndugu yako ambaye anaweza kukusaidia. Lango lako la utajiri limefungwa. Wewe unayefanya kazi, mikono yako itabarikiwa kwa sababu malango yako yako wazi. Na utakapoingia na kutoka, malango yako yatakuwa ya baraka. Hakuna pepo wala shetani wala ugonjwa wala mateso hayatakuwa kwenye malango yako. Mungu akufungulie neema kwenye malango katika jina la Yesu Kristo. Hey, Mungu akufungulie malango katika jina la Yesu Kristo. Amen. Woo! Nalala mzungu wanne. Mwingine amelala mguuni, mwingine kichwani. Kwenye ndoa yako shetani amevamia lango. Mimi nasema hata kama alivamia miaka 100 iliyopita, semina hii lazima akuachie kwa jina la Yesu. Amen. Hayo maisha unayoishi sio ya kwako. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninabadilisha
ninabadilisha mtazamo wangu wa maisha. mtazamo wangu wa maisha. Nimegundua leo kwamba malango yangu yalifungwa, lakini leo naenda kwenye utajiri tena, lakini leo naenda kwenye uzima tena, lakini leo naenda kwenye amani tena. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Sema huu. Wewe ambaye usemi shauri yako. Hallelujah. Wangapi wanaamini malango yao yamefunguka? Amen. Ni dada umechumbiwa sana. Yaani wachumba walio kuchumbia inajaa basi ile Jonivier ya Msoma da. Lakini hakuna hata mmoja ambaye ametoa mahali kwenu. Wanakuanzishia safari tu, wanakuacha njia. Bwana akupe mume kwa jina la Yesu. Unayehitaji mume, Bwana akupe mume kwa jina la Yesu. Mimi nasema kabla ya mwezi wa 12 watu watapokea miujiza yao, kwa sababu kuna malango tayari yako wazi. Oh yes. Na vijana hivyo hivyo mnarukia tu mabinti wa watu. Bwana awape wake katika jina la Yesu, tena wazuri. Bwana usemi amina, utaki mzuri. Sema wow. Wow. Kwa sababu mbele yako kuna mlango mkubwa wa kufaa sana. Bwana amekuandalia mlango ambao unakuwa wazi daima. Wafalme wanaingia. Unajua kuna supermarket moja watu wamejaa. Huyu anaingia, huyu anatoka. Mara Mchina, mara Muhindi, mara Mwafrika, mara mzungu. Hayo ndio malango ya utajiri. Amen. Hata kanisani hapa tusisali weupe tu, tunataka tubadilishe mataifa. Sema mataifa. Mataifa. Maana imeandikwa ya kwamba utajiri wa mataifa utatujiria sisi. Natabiri mataifa mengi kuja mahali hapa. Amen. Natabiri kwenye kanisa hili mataifa kuja mahali hapa. Amen. Hiyo amina itoshi, hiyo ni ya mwenyekiti wa mtaa. Ninasema ya kwamba kanisa hili mataifa watakuja hapa. Amen. Watoto wetu wa kiroho watabebwa nyongani, wataletwa mahali hapa, wataruka kama tai, kwa sababu mahali hapa kuna miujiza yao. Na malango ya mahali hapa yamekwisha kufunguliwa. Ni tayari tu wenyewe waanze kuingia, na sisi tunasema karibu sana. Amina. Wasukuma, Bashinyanga, Mwize. Haleluya. Wajaluo waje mahali hapa. Amen. Wakuria, Wazanaki. Amina. Wa Australia. Amen. Wa Marekani, wa Kenya, Amina. Waganda, Warundi, Wanyarwanda waje mahali hapa. Oh yes. Ninaona watu wanakuja kwa jina la Yesu. Amen. Naona watu wanakuja kutoka mbali katika jina la Yesu. Amen. Balaamu anasema kwenye kitabu cha Hesabu, namuona lakini si sasa, ninamtazama lakini si karibu. Yote itatokea katika Yakobo, na fimbo ya Ezra inu katika Israeli itapiga wa Ghasia na wana wa Wasi, itavunja pembe za Moabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema tunavunja wana wa Ghasia na pembe za Moabu, tunazivunja kwa jina la Yesu. Zilizokaa kwenye malango yako zivunjike leo. Kuna watu wana Ghasia kwenye maisha yako, wana pembe za Moabu ziko hivi. Sema hata ukisiposema shauri yako. Yaani kuna mapembe yamekaa mlangoni hivi, ukitaka kutoka yanakurudisha. Fimbo ya enzi ya mwana kondoo Yesu. Amen. Inavunja kila waliokaa kwenye malango yako. Wavunjwe kwa damu ya Yesu. Wavunjike kwa damu ya Yesu. Hawatasimama wala hawatakaa, watakuwa vipande. Ninawapasua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9. Umefunguliwa mlango mkubwa uko mbele yako. Wakorintho wa kwanza
sura ya 16 na mstari wa 9. Maandiko yanasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa. Nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Na wako wengi wanipingao. Haleluya. Amen. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa sana. Unaelewa maana ya mlango mkubwa? Ukiukadiria unadhani nini kinakomea mlango hapa? Sema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa sana. Wa kufaa sana. Hivyo ndio mlango mkubwa wa kufaa. Ni wa gharama. Oh yes. Sio ambao kama wa kwako. Bwana kufungulie mlango wa kufaa sana. Amen. Bwana kufungulie mlango wa kufaa sana. Amen. Walikuwa nakufungulia milango vile vya kijijini, unakasogeza hapa, kanisa sogeza. Sema sogeza. Unakachukua, unasogeza hapa. Alafu unakoloma. Ukitaka kwenda kujisaidia, unakasogeza tena. Sio wako. Sio mlango kama ule wa chuma ule ambao ni chuma kwa chuma. Ukifunga ule mlango umefunga. Kwa maana umeandaliwa mlango mkubwa sana umefunguliwa mbele yako. Wa kufaa sana. Mlango wa gharama wa dhahabu. Mlango wa gharama, kila mtu akiingia anaona baraka. Akianza kukanyaga tu namna hii, anaona anaingia kwenye mlango wa kufaa. Oh yes. Hata shetani akikaribia huo mlango anaweza akadondokea huko. Nami nakutabiria kwa jina la Yesu Kristo, kwenye mlango wako wa kufaa, mapepo na nguvu za giza, wachawi wakikaribia, watarushwa nje, hawatakuwa pamoja na wewe. Mlango wa kufaa wa duka zuri, mlango wa kufaa wa ndoa nzuri ya baby sweet, ni my chocolate my nini. Amen. My mabululu mabunono. Naelewa mabunono. Bwana amekuandalia mlango huo. Nasikia kitu kinaniambia hapa. Roho wa Bwana ananiambia. Roho wa Bwana ananiambia ndani. Rasheke talabasataya. Kuna watu wanakutana na maadui wa njiani. Sema adui wa njiani. Adui wa njiani. Adui wa njiani. Natoka kidogo kwenye key. Lakini nasikia hii niiseme kwa sababu Roho wa Bwana ananiambia. Oh yes. Uko hivi kwa sababu umekutana na maadui njiani. Adui wa njiani. Kwa sababu una shida ya kuolewa. Unajipodoa vizuri dada wa watu. Unakutana na adui wa njiani amechomekea. Amekula suti kama mchungaji Amos. Wakati ambao unatafuta kazi, unakutana na adui wa njiani anakuambia kuna biashara hii hapa tena tukafanya. Kwa jina la Yesu. Kila adui wa njiani aliyekuchelewesha inampasua kwa upanga wa Bwana. Amen. Ule ukatao kuili kwa jina la Yesu. Amen. Hautakutana nao akikuona wapite kushoto. Amina. Bwana atakuweka mkono wa kuume. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama ni wewe, adui wa njiani asikusogelee. Unataka asikusogelee? Penda ibada. Amen. Penda kufunga maombi. Hata ukonde kama kuna wimbo mmoja wa Kisukuma anasema nolona gande kete sumari na palokeli konza kontwe nale mwembela nkomoji seba kulekele upanga. Naelewa? Hata nikonde kama msumari, nitoke na kipaa kwenye kichwa, siwezi kumwacha Mwokozi mpaka aniachilie uzima. Ndio maana yake. Amen. Kwanza naongea Kiarabu, Kisukuma hicho. Haleluya. Hii ni kanisa la kimataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukonde kama msumari,
utoke na kipaa kwenye kichwa na ombaga maombi tu. Usimwache Yesu mpaka kuachilie uzima. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Wewe uliye mgonjwa, malango yako ya afya yaanze kufunguliwa sasa. Hayo magonjwa ya kimisiri sio ya kwako, ni ya Wamisri huko. Haya magonjwa ya kichawi yawarudie wenyewe katika jina la Yesu. Ila wakupingao ni wengi sana. Kwenye mlango huo nakutana wana mapembe. Kuna wimbo mmoja unasema shetani ana mapembe. Usiwahi kusikia? Uliwahi kusikia? Amekaa pale na majeshi yake pale, wana mapembe yao. Ndio maana Yesu anasema kwamba atapiga pembe za Moabu, na wana wa Ghasia atawapiga. Sema na kamata fimbo. Na kamata fimbo. Hebu kamata fimbo namna hii. Waliokaa kwenye malango yako, ungesimama nadhani ingekuwa nzuri zaidi. Kamata fimbo hivi. Kamata fimbo, unachangamka haraka, upako unatembea. Rama shaka rabo sekete. Kamata fimbo hiyo. Unaenda kwa imani, vitu vya rohoni vinahamishwa kwa imani. Amen. Hey. Kamata fimbo namna hii. Sema leo ninapiga pembe za Moabu. Wana wa Ghasia. Wanaokaa kwenye malango yangu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Wengine hawajapiga sana. Amen. Amen. Siku moja Mungu akanisemesha. Nikiwa kwenye maombi na Mungu, nataka watu waongezeke kanisani. Mungu akaniambia nataka upige mbali zaidi. Nikamwambia nipige mbali zaidi. Ananiambia piga mbali zaidi. Sikumuelewa Mungu. Nikarudi kwenye maombi. Mungu akaniambia ongeza vyombo vya speaker, upige zaidi vyombo kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mwingine hajapiga mbali zaidi. Katika jina la Yesu Mungu akupe neema hiyo. Amen. Matendo sura ya 5 na ule mstari wa 18. Anzia wa 17. Sema na kuelewa mchungaji. Na kuelewa mchungaji. Hawanielewi. Sema na kuelewa mchungaji. Na kuelewa mchungaji. Matendo ya Mitume sura ile ya 5 na mstari wa 17. Ndio. Maria wasema, akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo. Wamejaa wivu. Wakawakamata mitume. Wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku. Akawatoa. Akasema, enendeni mkasimame hekaluni. Mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Amen. Nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni. Wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye. Wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli. Wakatuma watu gerezani ili wawalete. Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani. Wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama. Nao walinzi wamesimama mbele ya mlango. Lakini tulipofungua
hatukukuta mtu ndani. Basi jemedali wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hili? Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wanafundisha watu. Malizia tu. Ndipo yule jemedari akaenda pamoja na watumishi, wakawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa maana waliogopa watu wasije wakawapiga kwa mawe. Sema huu. Sema huu. Sikia nikwambia habari njema. Hawa mitume walikuwa wakihubiri habari njema, walikuwa wakitangaza habari njema, watu wakawa wanaponywa. Wakina Petro wanatenda miujiza. Wanafika mahali fulani kwenye njia za kando kando, wanakuta watu wamechukuliwa na magodoro yao, waliokuwa ni wagonjwa, waliokuwa na mateso, waliokuwa wamefungiwa malango yao, wako pale. Wakaanza kuwachukua, wanawatega njiani. Kwa maana haikuwa rahisi mitume kuweza kuwaona vizuri au kuwakaribia vizuri. Wakawa na tamani hata kivuli cha Petro kikipita kiguse mtu mmoja apokee uzima. Sema amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kuna wakati mwingine apostol atapita tu hapo naanza kupokea muujiza. Oh yes. Kivuli kinaweza kutenda muujiza. Sema amen. Amen. Walipoona vile, watu wengi wakawa wanafuata, wameweka barabarani, wanaanza kupita, Petro anapita, watu wanaanza kupokea uzima kwa kivuli tu. Watu wakazidi kwa wengi, wakachukua magodoro yao. Wale makuhani wa Masadukayo, watu wa dini ya Masadukayo wakakasirika. Maandiko yanasema ni watu wenye wivu. Sema wenye wivu. Wenye wivu. Sema wenye wivu. Wenye wivu. Sema wenye wivu. Wenye wivu. Makuhani wenye wivu, wenye dini ya Masadukayo. Sema mimi sina wivu. Mimi sina wivu. Mimi sina wivu. Mimi sina wivu. Mbona usemi? Sema mimi sina wivu. Mimi sina wivu. Watu wanaokuwa na wivu wanazibia malango ya wengine, ni watu wanaofunga marango ya wengine. Hao wanafanana na Masadukayo. Watu wakazidi kuongezeka, wanawafuata mitume, wanaanza kuokolewa. Watu wakaongezeka kwa wingi, wakimkiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kama sisi tuko mahali hapa tunamkiri Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Oh yes. Wakawafuata, wakawakamata, wakawaingiza gerezani, wakawafungia gerezani. Maandiko yanasema malaika wa Bwana akaja akawatoa gerezani, akafungua milango ya gereza. Walinzi wamesimama mlangoni awaone kama milango inafunguliwa. Nami nakwambia kuna mlango mmoja wa kwako utafunguliwa, wachawi wamesimama. Utafunguliwa, maadui zako wamesimama. Rama sandoro bokoria na masataya. Nasema watasimama pale pale, alafu utatoka na nyata kidogo, unanyata kidogo. Mimi nawaambiaga nadunda kwa Yesu. Unadunda kwa Yesu namna hii, unatembea kwa sababu uliye naye anaweza kufungua malango yako. Amen. Usikae kishamba. Amen. Amen. Wamewafunga watu wenye upako. Sikiliza wewe, kama una upako, sema upako. Upako. Yaani watu mnaotumika mahali hapa mnalaa sana. Hapa kuna upako. Haleluya. Nataka nikwambie kabla sijaendelea, ngoja niruke kidogo. Nikija kuondoka hapa sitakuwa nilivyo. Oh yes. Narudia tena, nataka kama una wivu, nikija kuondoka kwenye madhabahu hii sitakuwa kama nilivyo. Amen. Kama uamini, chukua nani unipige kamera, afu ile picha uitunze, utapiga moja ya ushuhuda baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sitabaki kama nilivyo, na kutabiria na wewe usiwe kama ulivyo. Maana malango yako yamekwisha kuachiliwa. Amen. Yamekwisha kuachiliwa. Amen. Na kutabiria kuanzia leo usiku utaanza kuona kuna vitu vinaingia vipya. Vikaanze kuingia kwa damu ya mwana kondoo. Ulikuwa huwezi kuota ndoto, malango ya ndoto yamefungwa. Utaanza kuota ndoto nzuri.
vizuri. Hautaota unaruka juu, utaota huko unahubiri, utaota huko unaendesha gari lako. Utaanza kuona vitu vya rohoni unaviona kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Maneno haya ni roho. Neno lolote linalotoa mahali hapa ni roho. Sema roho. Roho. Ili neno likaumbe muujiza kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Mwambie mwenzo bado kitambo kidogo. Bado kitambo kidogo. Wamefungia watu wenye upako. Malaika wa Bwana wakasema, hapana, kule mbinguni lazima tushuke kwa watumishi wa Bwana walio hai. Wewe unakolomaga tu. Haujui. Kuna wengine walali. Mara amechukua, mara amekaliwa, mara amekuwa meza. Wanakula wachawi msosi. Mwingine anakuwa sturi. Mwingine anamnyampia piu. Anaamka tumbo limejaa. Hani tumbo zile nini? Wamekujampia wachawi. Haleluya. Unajua ni aibu sana. Yaani uwe meza wakujampia na kujampia. Alafu jamani, sio wewe, lakini sio wewe uliyekuja kwenye semina hii. Sio wewe uliyekuja kwenye semina hii. Amen. Wewe ni wa viwango vingine. Amen. Wewe ni wa viwango vingine. Amen. Malango yako yalikuwa hayana mvua ya baraka. Leo yataanza kunyeshewa na mvua ya baraka kwa jina la Yesu. Amen. Naona harusi nyingi sana kanisani hapa. Mimi nitakuwa mwenyekiti wa harusi. Maana sitakuwa kama nilivyo sasa. Sasa hivi huwezi kuamini kwa sababu naona kama nilivyo. Sitabaki kama nilivyo. Sitabaki kama nilivyo. Sitabaki kama nilivyo. Hautabaki kama ulivyo. Amen. Hauna kazi leo, kesho na kazi. Hauna biashara leo, kesho na biashara yako. Amen. Hauna ndoa leo, kesho na ndoa yako. Amen. Haujafaulu kwenye masomo, utafaulu kesho katika jina la Yesu. Amen. Sema malango yangu. Malango yangu Yamefunguka. 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 Yamefunguka kabisa. Yamefunguka kabisa. Usifungue malango ya Dar es Salaam tu. Mikoa yote ya Tanzania na mataifa mengine, milango ifunguke. Lango la mashariki kule alikozaliwa Yesu. Jesus. Kwenye nyota yako kule. Ninaona kule mashariki kule nyota yako. Hiyo baraka ikufuate kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wale mamajusi wa chai waanze kuiona nyota yako katika jina la Yesu. Amen. Au semi amina. Lazima uwe mtu wa injili, uwe mtu wa huduma ya kitume. Watu wa huduma ya kitume wanachangamka. Haleluya. Haleluya. Sikia nikwambie, utainuka tena. Amen. Walikwambia usivuke pale. Hiyo lango lako hutavuka. Paka limeota majani yamefika hivi. Mtetezi wako yuko hai. Amen. Atafyeka kila uchafu. Yes. Utaondolewa kabisa. Amen. Sema amen ya nguvu. Amen. Natamani kuhubiri na wewe. Unaposema amina unahubiri na mimi pamoja. Unapokea zaidi. Kutii ni bora kuliko sadaka. Malaika akafungua milango. Wakatoka wananyata kidogo. Wanadunda kidogo. Wanatembea namna hii. Wanatoka. Wale walinzi wamesimama kwenye mlango tu hivi. Alafu majamaa yanatoka. Sikia nikwambie,
hatujaokoka kwa bahati mbaya. Oh, yes. Tumeokoka kwa sababu tumeteuliwa. Oh, yes. Anasema anawapenda wampendao, na wale wamtafutao kwa bidii watamwona. Amen. Walimwona mitume, walimwona Yesu akifungua malango. Amina. Waliona nguvu ya Bwana ikifungua malango. Amen. Lango la kwanza likafunguliwa, wakatoka wanatembea. Malaika wa Bwana akufungulie mlango. Amen. Waache vikao kule, washuke kwa ajili yako wewe. Amina. Barikiwe sana nabii. Takulia soda baadaye. Amina. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya, haleluya. Matendo 12:10. Nakaribia kumaliza. Kuna mwingine wapendi kusikia neno kwa muda mrefu, maana bado hajajua kama anafunguliwa. Matendo ya Mitume sura ile ya 12 na mstari wa 10. Maandiko yanasema, na walipopita lindo la kwanza, Walipopita lindo la kwanza na la pili, na la pili, wakaja hata mlango wa chuma, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Subiri kidogo. Jesus. Subiri kidogo. Narudi pale mwanzo kwanza. Walipotoka wanatembea namna hii. Wanatembea namna hii. Sema utembee kidogo bana. Kuna vitu lazima ufanye kwa ishara. Unayenyanyuka kwa ulegevu, shauri yako. Utapishana na uwepo wa Bwana. Ramashanda na boko sekerebo shakapa. Anza kutembea, mwambie malango yangu yamefunguka. Ninatoka gerezani. Natoka kwenye milango ya gereza. Mlango wangu umefunguliwa. Aya. Tembea haraka, tembea. Tembea, malaika wa Bwana anakushika na mkono wake. Anakupeleka viwango vingine. Utajiri wa mataifa kujirie. Ramashanda la baba sekerebo. Kama ali ulipo. Yesu wangu ni mzuri. Yesu wangu ni mzuri jamani. Kama ulivyofanya kwa mitume Yesu, ni maombi yangu, shusha malaika wako, hata kama ni vikosi 12 kwa kila mmoja, uwatoe watu wao kwenye magereza ya magonjwa, ya umasikini, ya kuchekwa, ya kudharauliwa, kukosa fedha mfukoni. Haleluya, haleluya. Umekataliwa na ndugu, ni wewe tu na maisha yako, hauna mtu anayekusaidia. Wengine wana watu wa kuwasaidia, wewe hauna. Mungu akupe ndugu katika kanisa hili katika jina la Yesu. Amen. Walikukataa ndugu zako wa damu, hapo ndugu wa kiroho. Amen. Au wataki? Mungu akupe watu watakao kuvusha mahali ulipo. Amen. Wakaondoka, jambo la kwanza toka gerezani, kwenye milango imefunguka, wakaingia hekaluni, kwa sababu mlango wa hekalu ulikuwa uko wazi tayari. Kama mahali hapa pako wazi tayari, ni wewe tu kuingia. Fungua moyo wako, Yesu aingie, na wewe unaingia ndani ya Yesu moja kwa moja, kwa maana ni mlango, Yesu ni mlango wa kufaa sana. Amen. Wapendwa, ni saa ya kuondoka kwenye milango ya kusogeza. Ni saa ya kuendea mlango wako ulio mzuri. Ni saa ya kuondoka kwenye milango ya mbao imemchwa. Ni saa ya kwenda kwenye mlango mzuri. Yule kiwete hakuwa mjinga yule. Saa ya kusali Petro na Yohana. Wanamkuta yule kiwete amekaa kwenye mlango wa hekalu uitwao mzuri. Sema mzuri. Mzuri. Hapo umeingia kwenye mlango malizia. Mzuri. Ingia kwenye mlango mzuri. Amen. Kama kiwete tu anajua mahali pale nataka fedha, lakini ule mlango ni mzuri, kwa sababu mlango mzuri ni mlango wenye baraka tele. Oh yes. Wakati naingia Dar es Salaam nilikuwa nashangaa sana. Naona mtu anakaanga miogo, anakula yeye na watoto 7.
amepanga nyumba, chumba cha sebule. Kanafikia hii miogo inaweza kulisha mtu, na akaendesha maisha. Amen. Kama ameokoka, maana yake mlango umefunguliwa mbele yake. Mtu anashipaki gari yake pale, anaenda kununua miogo ile ile ambayo unaiona ya kawaida. Nilishangaa sana kuona watu wanakunywa togo huko. Tena mtu anashikilia tu ile na hadharani, mpaka na mimi wameniambukiza, na napiga. Kule Mwanza hata kwanza unaipata kwa nadra, alafu kipeo unaificha. Wanda kujifungia chumbani. Lakini hapa ni juisi. Haleluya. Kwa sababu gani? Wakuria wamepewa fursa kwenye eneo hili ili wapate Mungu amewafungulia mlango mpana. Amen. Akitokea tu mtu mmoja akadesign vizuri, si chache kikaa siku nyingi, anakuwa na kiwanda cha togo. Amen. Nikawa nafikia si Mungu anifundisha namna ya kuitengeza kitaalamu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nabii nisome hapo hicho kipengele kingine kile. Ingia hekaluni pa Bwana, kuna mlango mzuri. Matendo 12:10 nimalizia hapo. Matendo 12:10. Maandiko yanasema na walipopita lindo la kwanza, na la pili, wakaja hata mlango wa chuma, wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akawaacha. Sema wao. Useme wow. Huo mdomo wako ufunguliwe kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzie hivi, lango la chuma la kuingilia mjini. Lango la chuma la kuingilia mjini. Kuna mlango wa kuingilia mjini. Mjini hawezi kuingia ovyo. Oh, hey. Nasikia upako mkubwa sana. Pokea upako ukae juu yako katika jina la Yesu. Amen. Isaya 61 nasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta nahubiri unyenyekevu habari njema. Ni wagange waliovunjika moyo, niwatangazie mateka uhuru wao, waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Shetani amefunga lango lako la moyo, umevunjika. Amefunga lango lako la kutokea huko kwenye magereza, hata uwezi kutoka. Sema lango la chuma la kuingilia mjini. Lango la chuma la kuingilia mjini. Walipokuwa gerezani watu hao mitume, mara malaika anawatoa magerezani. Wakati anawatoa, maandiko yanasema ya kwamba lango la kwanza, lindo la kwanza, maana walikuwa wanalindwa. Uko mahali hapo na sali, lakini usiku ukifika tu, Baba katika jina la Yesu, umekoroma. Ikifika usiku umekaa kwenye season mpaka usingizi unakulewesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe nimalizie. Wakaingia lindo la pili, mlango kafunguka. Wakaingia kwenye lango la tatu, lango la chuma la kuingilia mjini. Umetoka Ukuliani, umetoka kwenye huko Bukoba, umetoka wapi, unakuja Dar es Salaam mjini. Ulikuja masikini, unarudi umefanikiwa. Maana yake lango la kuingilia mjini lilikupokea sawa sawa. Ninakutabiria kwa jina la Yesu Kristo, malango la chuma la kuingilia mjini litakufungukia wewe kwa jina la Yesu. Amina. Litakufungukia wewe kwa jina la Yesu. Amina. Litakufungukia wewe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Haipo haja kulazimisha kulifungua. Lenyewe likikuwa unatembea tu linafunga lenyewe. Lango la chuma la kuingilia tauni. Huko hapa hata kaja kwao hapa juu kama mimi hapa.
Aya. Uko hapa hujawahi kufika nani? Pale. Unapajua wewe. Uko mahali hapa uko Dar es Salaam na miaka 10. Ukiambia unapajua Sinza, sipajui. Kasema sasa una miaka mingapi uko hapa Mra? Iya. Uko hapo una miaka mingapi? 10. Hawapajui Kariakoo. Hawapajui Goba. Msasani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati naingia mjini hapa, lango langu lilifungwa hivi. Nikiwa natembea barabarani naona kama kuna watu wanataka kunikaba. Haleluya. Maana niliambiwa Dar es Salaam wajanja ni wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akufungulie lango la kuingilia mjini. Nitakufungukia wewe katika jina la Yesu Kristo. Hata kama ulikuja hapo umekimbizwa kwenu, Bwana atakufungulia mlango mjini katika jina la Yesu. Amina. Wangapi wako tayari kufunguliwa lango lao? Utoke mahali hapo na mwambie shetani, lango langu litafunguka la kuingilia wapi? Mjini. La kuingilia wapi? Mjini. La kufaa sana. Wakati naingia hapa nilikuwa naona kama vile yani nikitembea naona kama nitapotezwa, nitapelekwa mbali zaidi. Mna mwingine anamwambia kondo tanishusha sehemu fulani, anikate 1000, kumbe ni 500. Bwana Yesu asifiwe sana. Lango langu la kuingilia mjini limefunguka katika jina la Yesu. Amen. Lango langu limefunguka katika jina la Yesu. Amen. Wewe Mchaga, wewe nani, lango lako lifunguke katika jina la Yesu Kristo. Hata wale wanao mikoa ya nje ya Tanzania yote wapate kuona ya kwamba malango yao ya kuingilia mjini yamekwisha kufunguliwa kwa jina la Yesu. Yehova Jireh, Yehova Shalom. Fungua malango yetu. Tuko katika mji mkubwa na jiji la Dar es Salaam. Tunatamani kuona kila atakayeingia katika kanisa hili ambalo liko katikati ya mji huu. Tunatamani kuona watu wakitoka mikoa mbalimbali wakija mahali hapa. Tunatamani kuona wafalme wakifuata nuru hii Bwana. Malango ya kanisa hili, malango ya huduma hii yakaende mbali zaidi. Ikiwa Bwana leo kwa wale ambao wanasikia sauti, gusa maisha yao, gusa watoto wao. Wengine wamekataliwa na ndoa, wengine wametelekezwa, wengine ni wagonjwa, wengine wako na ndugu zao hospitalini hawana tumaini tena. Malaika wako awatoe kwenye magereza za magonjwa. Malaika wako wawasaidie kuwavusha. Asante Roho Mtakatifu, maana umefanya, umetenda, umejibu, umerejesha. Malango yetu yakawe wazi. Utajiri wa mataifa ukatujirie sisi katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Sema amen. Amen.